Moja ya sera ya chama cha Democratic Party wakati wa kampeni zake za kuwania nafasi ya urais mwaka 2025 ilikuwa kuondoa gharama za maiti ikiwa watapata ridhaa ya kuchaguliwa kuliongoza taifa la Tanzania. Kutokana na hilo, serikali iliyopo madarakani chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imechukua sera hiyo na kuondoa gharama za maiti kama sehemu ya kuwapunguza machungu wa Tanzania. Mkuu wa chama hicho Felix Makua ametoa ujumbe huku akipongeza serikali kwa uamuzi huo. Chama chetu cha Democratic Party kilitangaza sera ya wananchi moja kwa moja. Mojawapo ya sera hizo ilikuwa kuondoa gharama za maiti hospitalini ama kutumia maiti kama chanzo mojawapo cha mapato ya serikali, ili familia inapopatwa na msiba iweze kupewa miili ya wapenda wao bila kutozwa fedha na mateso ya ziada. Lakini pia swala elimu kwa vitendo limepewa kipaumbele na serikali, kama ilivyokuwa moja ya sera za chama cha DP kwamba mtoto anapomaliza elimu ya msingi atapata stadi zitakazomwezesha kujiajiri ama kuajiriwa na kuwa na ujuzi wa kazi endapo hataweza kuendelea na masomo ya sekondari, haitomwathiri kwa kiasi kikubwa. Ingawa hatukupata ridhaa ya kuongoza nchi katika kipindi hicho, leo tunatambua kwa unyenyekevu na kwa kupongeza kwamba serikali iliyo madarakani ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Rais Daktari Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan imekiri na kutambua umuhimu wa sera hizo na sasa imepitisha rasmi kwa manufaa ya Watanzania wote. Hii ni hatua ya uungwana wa kisiasa, hatua ya kuzingatia maslahi ya wananchi zaidi ya itikadi, na hatua inayoonyesha kwamba michango ya DP katika mjadala wa kitaifa una uzito, ina maana na imekuwa chachu ya mabadiliko chanya. Tunapenda kusisitiza kwamba DP itaendelea kuwa chama cha fikra, hoja na mageuzi yenye mwelekeo wa utu. Tutaendelea kuibua sera zinazoweka mbele maisha ya wananchi wa kawaida bila uchochezi na bila uhasama. Tutajenga siasa mpya, siasa ya ushirikiano wa fikra, siasa ya kushindana kwa hoja na siasa ya kushirikiana na pale panapogusa maisha ya Watanzania hasa walala hoi. Tunaisihi serikali kuendelea kutambua sera nyingine ambazo tayari tuliwahi kuziwasilisha kwa umma, kwa kuwa zote zilitungwa kwa misingi ya utafiti, maslahi ya jamii na dhamira njema. Sisi wana DP tuko tayari kutoa ushirikiano wowote unaohitajika pale panapolenga kuijenga Tanzania bora. Naye mwenyekiti wa wanawake wa chama hicho taifa Rehema Shauri amelia na sekta ya afya na kuomba serikali tupie jicho, kwani bado Watanzania wanataabika, huku akipongeza kudumishwa kwa amani ya taifa la Tanzania. Ningependa kuegamia zaidi kwenye sekta ya afya kwa habari ya matibabu, lakini pia changamoto ambazo tunazipata haswa kwa wamama wajawazito, wazee, watoto, lakini pia na watu wenye mahitaji maalum. Watu wengi wamezoea kuwaita walemavu, mimi nawaita watu wenye mahitaji maalum. Hivi vitu kisera vinaonekana kama ni bure, lakini kiuhalisia tunapokutana navyo sio halisi kama tunavyoambiwa. Tukija kwa mama wajawazito, siku hizi imekuwa sasa madaktari wana opt operation ili tu kwa ajili ya kupata fedha. Unakuta mama hana changamoto kubwa, hana changamoto ya kutisha, lakini wanamfanyia operation kwa sababu wanaamini akijifungua kawaida atajifungua bure na serikali haitaingiza pato ama hospitali husika na vitu kama hivyo. Lakini pia vifaa wakati ule ujauzito wa mama, wale vifaa na vipimo huwa ni gharama, wanagharamia. Kwa mfano kama ultrasound, mama analazimika kulipia, kati kile kitu anatakiwa apate bure, na unakuta hospitali nyingi havina vifaa hivyo. Kwa hiyo mama analazimika kwenda kufanya ultrasound nje, lakini pia kuna vipimo vya wingi wa damu, wanalipia hivyo vitu. Tunaviona kabisa, lakini ukija kwenye makabrasha tunaambiwa hiyo kitu ni bure. Kwa hiyo hivyo vitu naweza kusema kwamba haviko kwenye uhalisia wake. Lakini pia tukija kwa watoto,
Swala ni hilo la vipimo. Mtoto ataenda atapata chanjo bure, ni sawa, lakini atapata kipimo cha UTI atalipia. Ataenda atapata kipimo cha pneumonia, mtoto atalipiwa. Minyoo, dawa za minyoo tunajua kuti zinatolewa bure, lakini watoto wazazi wananunua, wanalipia hizo dawa. Kwa hiyo bado nayo haiko kwenye uhalisia wake. Lakini changamoto nyingine kwa upande wa watoto ni foleni, inakuwa ndefu sana. Watoto wanakaa hospitalini mpaka wanachoka. Mtoto yani anashindwa kustahimili, ni vilio na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaomba hilo pia litazingatiwa. Lakini pia tukija kwa watu wenye mahitaji maalum, hao watu kwanza kabisa hata miundombinu yao ya namna ya kufika pale hospitalini ni shida. Pale hospitalini mwingine anakuja na wheelchair lakini hajui namna ya kufika, wameweka ngazi, yule mgonjwa anapandaje. Kwa hiyo ni changamoto nyingine pia. Lakini pia wale walemavu wengi au watu wenye mahitaji maalum hawana njia sahihi za vipato. Wengi hawezi kufanya biashara, hawezi kufanya kile, kifika pale anatozwa pesa. Anakuwa na bima lakini bima haimsaidii, anaambiwa kwenye bima anapata Panadol. Sasa Panadol lakini anaumwa magonjwa mengine. Kwa hiyo ile kitu inakuwa sio rafiki kwake. Likija swala la wazee. Wazee wetu kiukweli wanastahili kutibiwa kwa heshima sana, lakini badala yake ni kinyume. Ukifika wazee wamekaa kwenye foleni. Wazee hawana vitambulisho ambavyo vinatambulika kiserikali, kwamba inakuwa ni changamoto sana kwao. Mzee anaenda na kitambulisho kwamba anahitajika ana ruhusa ya kutibiwa bure, lakini inakuwa ni changamoto mpaka kupata hiyo huduma, na hata akiipata haipati huduma inayokidhi mahitaji. Ndio hivyo, akienda dirishani anaenda na kadi labda ya bima, akifika pale mzee anaumwa mgongo, ana shida ya miguu, ana shida labda ya figo, lakini anapewa paracetamol, anaambiwa kadi yako inakuruhusu kupata tu Panadol. Hicho kitu bado sio halisi kwenye serikali yetu. Naomba sekta ya afya iweze kuliangalia hilo mara mbili. Ushauri wangu hasa kwa vijana, nafikiri mpaka wameweza kutulia, wamejua kwamba amani ni kitu cha kukilinda sana, na wamejua gharama ya kuipoteza amani. Tumepoteza ndugu zetu wengi, tumepoteza wapendwa wetu, tumepoteza mali zetu. Kwa hiyo mimi nawaasa, kama ambavyo wameweza kutulia, tuendelee kutulia.